Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, Blessed Sule. Naam, mtazamaji wa Star TV, nikukaribishe tena katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Ikiwa ni Jumapili nyingine kabisa, Jumapili nzuri, Jumapili ya tarehe 14 ambayo Mungu wa mbinguni ametupa nafasi mimi na wewe kuweza kukutana tena katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Ikiwa kabisa ni katikati ya mwaka 2026, Mungu ametupa neema yake. Hivyo hatuna budi kuendelea kumrudishia utukufu na heshima, kwa sababu pengine bila Mungu tusingekuwa hivi, usingekuwa hivyo ulivyo, lakini kwa sababu ya neema zake bado amekuruhusu uweze kuungana nasi tena ili tuweze kujifunza mengi zaidi kumhusu. Na leo nimepata nafasi na neema nyingine ya kuweza kukutana mtumishi wa Mungu, mwimbaji. Niko naye hapa studio tuliotoka kusikiliza wimbo wake mfupi hivi karibuni, na sasa natamani nimkaribishe ili aweze kujitambulisha, aweze kumfahamu ni nani, kutoka wapi na kipi hasa kimekuwa ni amekipitia katika safari yake ya uimbaji. Nimkaribisha sasa mtumishi wa Mungu aweze kujitambulisha, uweze kumfahamu vizuri. Na mimi kabla sijamtambulisha, naitwa Madoshi James, na anayenifanya kuonekana ni Venita pamoja na Elisha Ndaro, kameramani wetu, na msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Sasa nimkaribishe mtumishi wa Mungu aweze kujitambulisha. Akijitambulisha kwa anachokifanya itakuwa vizuri zaidi. Akatupa kionjo kidogo, kwa sababu yeye ni mwimbaji, basi ajitambulishe kwa anachokifanya pamoja na majina yake. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Lydia Senga, ni mtumishi wa Mungu na ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutokea Buswero. Kutokea Buswero. Ninaabudu kanisa la Anglikana Kahama. Namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, namtukuza Mungu kwa njia hiyo. Asante sana. Pengine sasa hebu tupeleke tuone jinsi unavyomtukuza Mungu kwa hiyo njia ya uimbaji. Safari ya maisha yangu, umeniumba nikutumikie. Umeniumba nikutumikie Mungu wangu, nami nimekubali nikutumikie. Nimekubali kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Hongera sana. Amina. Sasa nataka uniambie kwako uimbaji ni nini hasa? Yaani mtu akikwambia kuhusu uimbaji, Lydia, wewe uimbaji unaochukulia ni kama nini hasa kwako? Uimbaji ni kama huduma, ni huduma au ni uchungaji, ni uinjilisti. Tunatoa huduma, tunatoa uinjilisti, tunahubiri neno la Mungu kupitia uimbaji. Sio lazima uwe mchungaji kabisa, lakini hata uimbaji ni sehemu ya kuhubiri neno la Mungu. Ndio. Na pengine sasa kama unavyoifanya hiyo huduma, ndio, kumekuwa na mafanikio ambayo pengine umekuwa ukikutana nayo kwenye hiyo huduma? Namshukuru Mungu katika huduma hii ya uimbaji, watu wengi wanabarikiwa sana. Kwa sababu napata message mbalimbali, nafurahia kwa sababu watu wanabarikiwa kupitia nyimbo zangu mbalimbali. Sawa. Na pengine hebu tugusie sasa labda safari yako, hamasa ya uimbaji ilianzia wapi? Maana mpaka sasa hivi tumejaribu kukufuatilia na sio mara ya kwanza kuwa na wewe hapa kwenye kipindi. Ni miaka miwili sasa ya uimbaji. Ndiyo. Na nataka uniambie sasa kwenye hiyo miaka miwili ya uimbaji, labda safari yako ya uimbaji imekuwaje mpaka hivi leo tunapoongea hapa? Namshukuru Mungu. Kwanza mimi nilikuwa ni mwanakwaya. Na hadi sasa hivi ni mwanakwaya, lakini katika mwanakwaya pale nikatamani na mimi niwe na huduma yangu ya kumuimbia Mungu zaidi. Niwe zaidi ndani ya uwepo wa Mungu ili watu waweze kubarikiwa kupitia uimbaji. Kwa hiyo namshukuru Mungu katika safari yangu ya uimbaji inaenda vizuri, watu wanabarikiwa, wanafunguliwa kwa njia mbalimbali, na huduma inaendelea kusonga mbele. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na mpaka sasa hivi namshukuru Mungu sana. Huduma inaendelea kusonga mbele na naamini Mungu atazidi kufanya makubwa zaidi kupitia hivyo. Labda kwa miaka hii miwili ambao umekuwa mwimbaji binafsi, ulipotoka kwenye kwaya,
Nataka sasa kujua mpaka sasa hivi umerekodi nyimbo ngapi ulizonazo ambazo mtazamaji akitaka kuzipata zilizorekodiwa anaweza akazipata? Hadi sasa nina nyimbo 42 ambazo nimesha rekodi. Nyimbo 42. Lakini katika hizo nyimbo 42 nishatoa video 7. Ngera. Na leo hii nadhani mchana nitatoa video tena nyingine moja. Kwa hiyo watu wasikilizaji au watazamaji wawe tayari kupokea pia nyimbo yangu nyingine leo nitaitoa. Huo wimbo tunaotegemea kuupata mchana unaitwaje? Labda unaweza ukausemea kidogo? Unaitwa Maneno. Maneno. Katika huduma ya uimbaji unapokuwa unaanza, maneno ya wanadamu tunakuwa na maneno mengi. Mtu anakutabiria mbele itakuwaje, bila kuangalia Mungu amekuwekea nini ndani yako. Kwa hiyo nikaona sasa katika yale maneno nami nitunge nyimbo pale ili watu waweze kupata ujumbe kupitia pale, kwa sababu Mungu, tumwachie Mungu aamue yeye, sio wanadamu wa kuamulie wewe. Na hiyo maneno, yani ujumbe wake umetoka wapi hasa? Ni vitu ambavyo ulikuwa unaviwaza ama ni Mungu ndio amekufunulia kwamba temu hii uje na wimbo unaitwa Maneno na wasikilizaji wako waweze kupokea kupitia hicho? Ni Mungu, kwa sababu nimeona nitoe ujumbe, kwa sababu wanadamu sisi tunakuwa na maneno mengi. Sasa ingine mtu anamtabiria mtu kabla hajaona mbele yake, anamtamkia maneno mabaya kabla kuona Mungu amemwekea kitu gani ndani. Kwa hiyo sasa nikaona yale maneno yale ni bora nikatoa nyimbo ili watu waweze kujua kwamba Mungu ndio anayeamua hatima ya mtu. Na kama amemteua mtumishi wake, basi aache wamuache yule mtumishi wake afanye kama Mungu alivyofanyaje, alivyompa kipaji au kipawa ndani yake. Kwa hiyo maneno hiyo ina ujumbe mwingi, ina ujumbe mzuri sana ambayo hata waimbaji wengine wakisikiliza watabarikiwa. Sawa. Labda tukiwa tunausubiria huo wimbo wa Maneno. Ndiyo. Nataka kukuuliza kidogo mtunzi wa huo wimbo kwa sababu pengine waimbaji wanavyoimba maneno ya kukosolewa huwa yapo. Sasa vipi kama mtu akikukosoa kwenye wimbo labda ulioimba ama chochote ulichokifanya, anaweza akawa kwenye nafasi nzuri ya wimbo wako wa Maneno, ama atakuwa kabisa ndio yule ambaye amelengwa kwamba akuache? Hapana. Sisi wanadamu tumeumbwa ili kushauriana, kusaidiana. Sasa mtu anapokuwa anaongea anakusaidia. Kwa yale maneno sasa anaweza kupushi zaidi ukasonga mbele. Kwa hiyo tusikate tamaa. Maneno yasikusababisha wewe ukashindwa kufanyaje kuendeleza huduma yako. Maneno ni sehemu ya nini? Ya maisha au sehemu ya huduma. Kwa hiyo tusikate tamaa kwa sababu ya maneno. Sawa. Tusonge mbele, tumwangalie Mungu ambaye ametufanyaje, ametuita. Mtazamaji unayeendelea kunifuatilia sasa, mtumishi wa Mungu ametuambia kwamba tusikate tamaa kwa sababu ya maneno. Tuendelee kusonga mbele kwa Mungu aliyetuita. Ikiwa unakitazama kipindi hiki kabisa hewani, ni muda mzuri ambao pengine haujajutia wala hautajutia kuchagua kuwepo hapa, kwa sababu Mungu ametupa neema ya kuweza kuwa na mtumishi wa Mungu Lydia Asenga. Kupitia safari yake fupi ya uimbaji wa nyimbo za Injili, ninaamini kuna mengi ambayo utakwenda kujifunza. Kama wewe ni mwimbaji, unatamani kuwa mwimbaji, lakini pia kama wewe ni unafuatilia waimbaji, unasikiliza nyimbo za Injili, ni wakati wako mzuri sana wa kuweza kujifunza kitu kutoka kwa mmoja wa waimbaji wa nyimbo hizi za Injili, Lydia Asenga. Tuendelee sasa pengine katika safari yako ulioniambia kwamba safari ya miaka 2. Nataka kujua sasa mchango wa familia yako katika kukufanya kuwa hapa. Kuna mchango wowote? Namshukuru Mungu sana kwa kweli. Mume wangu ananisupport. Mume wangu, mama yangu mzazi, ndugu zangu wanasupport, wanafurahia huduma hii. Nawashukuru sana kwa hilo. Kwa hiyo familia yangu imekuwa ni sehemu kubwa ya support. Hata watoto wangu tunaimba pamoja. Kwa hiyo ni wamebarikiwa kupitia huduma hii. Labda wewe kuna mwimbaji yoyote anayekuvutia, anayetamani kuwa mwimbaji kama yeye? Natamani sana kuwa kama Rose Muhando. Rose Muhando. Namtamani Mwenyezi Mungu anapokuwa anaimba. Namtamani Bahati Bukuku. Natamani waimbaji wengi sana. Kuna Boni Mwaitege, kuna
za ball singers na watamani, kwa kweli natamani Mungu siku moja anifikishe viwango kama hivyo. Na imani atafanya. Na pengine labda umewahi kukutana na changamoto zozote katika safari yako hii ambazo zikakufanya kweli ukatamani kukata tamaa uishie hapo? Changamoto zipo, hasa katika huduma hii ya uimbaji na changamoto nyingi sana. Ndio kama hivyo unavyosema, maneno pia yanakuepo, lakini pia unakuta umefanya katika kuenda kurekodi, kuna changamoto unapitia pale, saa nyingine kuchelewa kwa kazi hivyo. Changamoto ni nyingi katika huduma, lakini tunamshukuru Mungu anatuvusha, tunaendelea mbele. Sawa sawa. Labda pengine wakati tunazungumza hapa kuna mtu anatamani sana huyu ameniambia amerekodi nyimbo 42. Lakini mimi sijarekodi hata moja. Na natamani sana kuwa mwimbaji kama alivyo Lydia Asenga. Wewe una kipi cha kuweza kumwambia mtu kama huyu ambaye bado kabisa hajaanza kwenye kujiingiza kwenye unachokifanya hiki? Mimi namshauri ambaye hajafanya kitu kama hiki ila anatamani aanze. Unasema hivi, chukua hatua. Ukishachukua hatua basi Mungu atafanyaje? Atakusaidia. Kwa sababu Mungu anasema hivi, tupambane sisi wenyewe kwanza, afu yeye atafanyaje? Atakusaidia. Kwa sababu unakuta wengi wanaogopa kuanza. Lakini ukishaanza Mungu anaweka njia. Na pengine ukizungumzia kuanza unamaanisha nini? Pengine kuanza tu namna ya kuanza ikawa ndo kasheshe. Na mambo ya kifedha, labda usimamizi, ama kuanza lazima anzie wapi ili aweze kufika hatua fulani na yeye? Akishaanza kwanza ile amepata wito kutoka moyoni. Kwa sababu kile kitu kije kimeanza kweli moyoni. Kikishaanza moyoni, juhudi zitapatikana. Juhudi ziko za aina nyingi. Saa nyingine unakuta mwingine hana uwezo wa kutuma, lakini akishakuwa na ile nia na wito, hata kanisani pale akawaambia wapendwa, watamsaidia, watamsupport, ataanza. Akishaanza ile hatua ya kwanza, huko kwingine Mungu atafanyaje? Atafungua njia taratibu. Kwa sababu tusipomtukuza Mungu au tusipofanya kazi ya Mungu, nani ataifanya? Ukiwa umeitwa fanya kazi ya Mungu, fanya. Kwa sababu nani ambaye ataifanya? Utaacha, nani ataifanya? Kwa inabidi tujitahidi kufanya kazi ya Mungu kama Mungu amekuita kweli. Tujitahidi, tutumie jitihada zote tuweze kufanikisha kazi ya Mungu. Sawa sawa. Na pengine sasa mtazamaji ameanza kuelewa kwamba kama natamani kufanya hiki sio lazima nianzie pakubwa, lazima niitikie wito kwanza. Sasa nataka kujua una matarajio yote ndani ya miaka kadhaa ijayo, kwamba kuna maono yote ambayo uko nayo kwa miaka kadhaa labda za usoni, natamani kuwa hatua gani nyingine? Natamani baada miaka inayoenda Mungu azidi kuliinua zaidi kiwango kutoka kiwango hiki nilichonacho kuna kiwango kingine. Kwa sababu huduma inatakiwa kukua. Mungu naamini ameniita kwa ajili ya kazi yake, basi niweze kupata kusonga mbele, nisirudi nyuma. Nimtumikie, nifanye kazi yake vizuri. Na hiyo baraka kwa watu. Mimi watu hata kama ni watu 2 3 wamebarikiwa, basi napata furaha, napata amani, kwa sababu wale watu 2 kwa Mungu ni thamani kubwa sana. Hata yule mmoja ni thamani kubwa, na Mungu atanipa baraka zangu. Siangalie kwamba eti nimetumia shilingi ngapi sijui kushoot video, sijui kufanya nini, lakini naangalia wale watu wamebarikiwa. Mungu atafanya kwa nani yake, kwa nafasi yake. Lakini majibu yapo unayapata kwamba watu wanabarikiwa na unachokifanya? Kabisa. Wanabarikiwa. Sawa sawa. Mtazamaji wangu, ni kushukuru tena kwa kuendelea kujiunga na mimi asubuhi ya leo. Na hapa nipo na mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili, Lydia Asenga. Ni huyu ametuonesha safari yake fupi hiyo ya miaka 2 katika uimbaji wake wa Injili, na ametuambia anatarajia kuachia wimbo mwingine mchana wa leo. Kwa hiyo tusubiri, na sasa ni tuone kama tutatamani kuzipata nyimbo zake hizo ili tuweze kuendelea kuzisikiliza. Atuambie sasa nyimbo zake tunazipata vipi, tunaweza tukazisikiliza kwa mfumo upi ambao pengine umetutengenezea kama wasikilizaji wako wanatamani kuzisikiliza. Nyimbo zangu zapatikana YouTube kwa jina la Lydia Asenga. Pia napatikana Facebook, unapatikana TikTok, unapatikana
Instagram. Kwa hiyo digital platform zote zinapatikana. Kwa hiyo ukiingia YouTube pale uta comment, karibu comment, subscribe, tuweze kubarikiwa zaidi. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa Mungu anazidi kunipigania hata katika huduma hii. Inapata mialiko mbalimbali kwenye matamasha, kwenye nini, kwenye event mbalimbali unapata mialiko. Hiyo ni baraka sana kwangu na ni neema. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa hilo. Sawa sawa. Na labda sasa ujumbe wako wa mwisho kwa mtazamaji wako anayekufuatilia sasa, una ujumbe gani kwake? Na ujumbe kwamba waendelee kubarikiwa kupitia nyimbo zangu na wasikilize upate kubarikiwa zaidi, lakini pia tuzidi kuombeana kwa sababu bila maombi yao siwezi kufika popote. Sisi ni wanadamu, tunapitia changamoto nyingi. Unaweza ukajikuta na hiki ukajikwaa, ukakutana na hiki ukajikwaa, lakini kupitia maombi ni silaha, tunaweza tukapenya na kusonga mbele. Ili shetani asipate nafasi ya kutuharibia huduma zetu. Sawa sawa. Lakini pia watazamaji wangu natamani wapate namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 0753046385. 0753046385. Napatikana kanisa la Anglikana Kahama, napatikana hapo na ubiri injili ya kuimbaji katika kanisa hilo la Anglikana. Sawa sawa. Ndio. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Na asante sana kwa kuendelea kuwa nami kwa kipindi cha leo. Naamini kuna vitu ambavyo mtazamaji wangu ameweza kujifunza kutoka kwako. Ni wapi anzie, ni nini akifanye. Changamoto zipo kwenye chochote anachokifanya, kwa hiyo zisimkatishe tamaa. Amen. Nakushukuru sana kwa muda wako huu ulioutenga kwa ajili ya kuzungumza na sisi. Amen. Mtazamaji, nikushukuru tena kwa kuendelea kuwa nami katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Na hapa tutakuwa na wageni wengine hivi karibuni. Kwa hiyo nikusihi usiondoke katika TV yako na tuendelee tu kumtukuza Mungu hapa Star TV. Ni mahali sahihi kabisa ambapo unaweza ukajifunza neno la Mungu, unaweza ukamsikiliza Mungu anasema nini. Na siku ya leo nimekuandalia watumishi wa Mungu ambao tunakwenda kujifunza kutoka kwao. Kuna vingi vizuri ambavyo Mungu amewakusudia kutufundisha asubuhi ya leo. Kwa hiyo kama ndio kwanza kabisa unatamani kulisikiliza neno la Mungu, bado muda tunao. Kwa hiyo endelea kujipa moyo, kwa sababu tukirudi kutoka mapumziko mafupi tutakwenda moja kwa moja sasa kusikiliza neno la Mungu kwa watumishi wa Mungu. Nikushukuru sana. Mimi naitwa Madosh James, kwa niaba ya Benita Elishandaro pamoja na msimamizi wa kipindi hiki. Nikutakie tu wakati mwema kwa muda mfupi, lakini usiondoke kwenye TV yako. Karibu.